Tarehe 19 ya mwezi wa 3 mwaka 2026, nipewe ruksa sasa nikupeleke kwenye simulizi ya Emily, ikiwa leo ni sehemu ya 13. Karibu sana, mwambie ndugu jamaa na rafiki asikose kusikiliza, kwa sababu leo ni sehemu ya 13. Na yeyote ambaye kwa namna moja ama nyingine amepitwa na sehemu zilizopita, anasikia tu simulizi ya Emily, asielewe tulianzia wapi na tunaelekea wapi, anaweza kwenda kusubscribe kwenye YouTube channel ya Mjini FM na akaona simulizi kuanzia sehemu ya kwanza ziko pale. Karibia, tunapewa nguvu kubwa kabisa na ZBS, shirika la viwango Zanzibar. Kwa hiyo kama wewe ni mfanyabiashara huko Zanzibar, unatakiwa kuzingatia bidhaa ambazo zimethibitishwa kwenye viwango vya ubora na ZBS. Lakini pia kama wewe ni mnunuzi wa kawaida, unaponunua bidhaa ya aina yoyote ile, iwe bidhaa ya chakula, bidhaa ya matumizi mengineo, basi jitahidi sana kuwa unaangalia lebo kama bidhaa hiyo imethibitishwa na viwango vya ubora Zanzibar, kwa maana ya ZBS. Karibu sana kwa moyo uliokunjuka vyema, moyo mkunjufu, na mimi nakwambia karibu kuweza kusikiliza simulizi hii ya Emily. Kabla sija kupitisha kwenye sehemu ya 12 pale tulipoishia siku ya Jumanne, basi nikukumbushe tu kwamba unaweza kuniandikia ujumbe wako mfupi kupitia 0787 41 9354. Hiyo namba ni ya MC Power moja kwa moja. Andika ujumbe wako mfupi kupitia 0787 41 9354. Niambie unaitwa nani, unasikiliza simulizi kutokea wapi, na kitu gani ambacho unaweza kushare kupitia simulizi yetu hii ya Emily, ikiwa ni sehemu ya 13. Sasa nipewe ruksa nikakupitisha kwenye sehemu ya 12 kwa uchache pale tulipoishia, ili tuweze kuendelea na episodi yetu ya 13. Utakumbuka kwamba Emily alikuwa ni siku ambayo ametoka kukutana na Madam Mary ambaye alikuwa anamfundisha kuendesha gari, lakini aliporudi tu alienda moja kwa moja nyumbani kwa kina Happiness, kwa sababu walikuwa wamekubaliana kwamba waende wakaonane naye. Hakujua ni nini ambacho Happiness alikuwa anamuitia, lakini baadaye alimkabidhi kiasi cha pesa kwenye bahasha ya kaki. Alimwambia hiyo ni zawadi, kaifungulie nyumbani. Emily alipofika nyumbani kujilaza baada ya kutafakari mambo ya hapa na pale, kuja kufungua ile bahasha alikutana na kitita cha pesa taslim shilingi milioni 3. Alishangaa sana, kwa nini Happiness amenipatia kiasi cha pesa milioni 3? Ni pesa nyingi sana kwa kipindi hicho. Na alipompigia simu na kumwambia mbona kwenye bahasha umeweka kiasi cha pesa, ni kwa ajili ya nini? Happiness alimwambia ninatamani upange chumba. Sawa, unakaa nyumbani kwa mama na unamtazama mama, lakini natamani upange chumba ili tuwe huru pia pale ambapo tunahitaji kuonana mimi na wewe wakati wa faragha. Jambo ambalo lilimshangaza sana Emily. Umewaza nini mpaka unafikiria swala zima la kupanga chumba? Na kama ni chumba, mbona pesa ndogo tu ingeweza kutosha mimi kupata chumba na kuweka vitu vichache ambavyo vingeweza kutusaidia? Lakini Happiness alimsisitiza kwa kumwambia kwamba ninatamani chumba ambacho kina kila kitu ndani. Tunaweza kupika, tunaweza kuenjoy siku za weekend tukiwa peke yetu wawili. Na Happiness alifikia mbali kusema kwamba yuko tayari hata kukutana kimwili na Emily pale ambapo itabidi. Emily aliogopa sana, ingawa akasema sawa, nitafanyia kazi. Lakini hakuishia hapo, ilibidi amuulize pia kiasi chote hiki cha pesa umepata wapi? Na Happiness alimwambia ni pesa ambayo nimekuwa nikisave taratibu. Kama unavyojua baba mara nyingi ananipaga pesa za matumizi nyingi tu. Kwa hiyo kwa sababu hili ni jambo ambalo lilikuwa kichwani mwangu, nimeona katika kutimiza hili wazo langu ni bora niwe na save pesa, na nimefanikiwa kusave, imefika milioni 3. Naomba usiniangushe, fanyia kazi hicho ambacho nimekuomba. Emily alimwahidi kwamba nitafanyia kazi. Nini kitaendelea kwenye simulizi hii ya Emily leo, ikiwa ni sehemu ya 13? Hakikisha unaongeza sauti ya redio yako, mwambie ndugu jamaa na rafiki twenzetu pamoja, na usitoke kando ya redio yako. Mimi naitwa MC Power. Make sure tu unaandika ujumbe wako mfupi kupitia 0787 41 9354. Don't forget that I love you. Baki na mimi. Wewe ni mjasiriamali
mali au mfanyabiashara wa kati, yawezekana ikawa mfanyabiashara mkubwa pia. Na mara nyingi huenda ukawa unajiuliza kwa nini bidhaa zako ziwe na alama ya ubora ya ZBS. ZBS, taasisi ya viwango Zanzibar, inakukumbusha umuhimu wa bidhaa zako kuwa na alama ya ubora kwa faida yako. Alama ya ubora katika bidhaa zako itasaidia kuingia kwa urahisi katika soko la ndani na la nje. Itakuwezesha kuhimili ushindani wa soko kwa wakati wote, kumthibitishia mlaji kuwa bidhaa yako inafaa kwa matumizi yake na kukuza jina la biashara yako sokoni, huku uaminifu ukiongezeka kwa wateja. Alama ya ubora itakupa fursa ya kuingiza bidhaa zako katika maduka, supermarket, taasisi kama maskuli, hospitali na kadhalika. Itakuwezesha kupata mikopo ambayo itainua biashara yako. Kwa maoni zaidi, fika katika ofisi za ZBS zilizopo Maruhubi Unguja au Pemba Kinazini Chake Chake, Uwete na Mkoani. Unaweza kufanya mawasiliano kwa barua pepe info@zbs.go.tz au tembelea tovuti yetu www.zbs.go.tz. Kumbuka, alama ya ubora kutoka ZBS ni thamani ya bidhaa yako. Ulikuwa ni usiku mzito uliojaa mawazo tele kichwani, nikiwa na tafakari, hii pesa ni kweli imepatikana kwa mtindo ambao ameniambia kwamba alikuwa na save tu? Kwa sababu mara nyingine binti yoyote yule anapokuwa na mapenzi sana kwa mtu, anaweza kufikia hatua hata ya kuiba ili kutimiza haja ya moyo wake. Niliogopa sana, japokuwa nilimthibitishia kwamba ninaweza kufanya ulichoniambia. Sikutaka kumshirikisha mama wala mtu mwingine yeyote. Ilikuwa ni jambo kati ya mimi na Happiness tu. Asubuhi palivyokucha, nilienda kwenye majukumu yangu kama kawaida. Nilipofika chuo, nilisoma na nikakutana pia na Dameri kama kawaida. Nikamuuliza kama ameshaanza kupractice kidogo kidogo kuhusu gari. Alifurahi sana na kusema, afadhali hata unaniuliza. Yaani mimi ni mzito sana. Amini usiamini, natamani tu kila muda tuwe pamoja. Yaani kwa mfano muda ambao wewe mara nyingi unakaa kunifundisha mimi, naweza nikaelewa zaidi kuliko hata ambavyo baba mtoto wangu angeweza kunielekeza. Nilishangaa sana. Kwa nini unanilinganisha mimi na baba mtoto wako? Tulikuwa tunazungumza hayo wakati tumeshatoka darasani, ilikuwa ni muda wa kupata chakula. Akaniambia, nasema hivyo kwa sababu una lugha nzuri ya kuweza kumwelekeza mtu. Yaani mimi baba mtoto wangu hayuko romantic kabisa. Sijui kwa nini hajifunzi kutoka kwa watu wengine. Ni mtu ambaye amekuwa akinikalipia tu jambo dogo tu, anakuwa mkali sana, lakini muda mwingi ambao mimi nakaa na wewe Emily, nakuwa na furaha sana. Nilimwangalia tu na kumwambia, hii ni hatari sana, na wacha nikushauri jambo. Ogopa sana kitendo cha kumfananisha mwanaume wako na mwanaume awaye yeyote, kwa sababu sio jambo zuri, na hata ikitokea akajua kwa bahati mbaya, inaweza kuja kuletea shida na migogoro kati yenu. Usifanye hivyo hata siku nyingine. Emily bwana, mbona muoga sana? Aliniangalia akiwa anasema hivyo na kwa kucheka. Nilimwambia, wanawake wameshaponza wanaume wengi sana kwenye hii dunia kwa kurahisisha mambo na kuyachukulia ya kawaida. Kwa mfano kama hivyo unavyonifananisha mimi na baba mtoto wako. Vuta picha tu, ingekuwa ni kwenye upande wa message, alafu hizo message mwanaume wako akaziona. Unadhani atanichukuliaje mimi? Au ataweka mazingira gani kwamba mimi tunaishi vipi na wewe? Nimekushauri tu Dameri, ilifanyie kazi. Akasema, mbona leo kama una mawazo sana? Nilimwambia, ni kweli nina mambo tu fulani fulani ya kifamilia. Basi tukajikuta tunazungumza mambo mengi sana. Binafsi sikutaka kumshirikisha mtu yeyote hiki ambacho kinaendelea. Kesho yake pia aliniuliza the same question kwamba kwa nini unaonekana ni mtu mwenye mawazo. Nikamwambia ni kweli, na kwa sababu wewe kidogo kwangu ni mkubwa, pengine ungeweza kunishauri kitu. Alisema sawa, tukimaliza chakula tukae sehemu tuongee, uniambie nini ambacho kinakusumbua na unatamani kupata ushauri. Tulikaa chini na ikabidi nizungumze naye kwa upana tu. Nikamwambia, unajua mimi nina girlfriend wangu ambaye tunapendana sana. Sikumficha chochote dada Mary. Nilimwambia ukweli mtupu kuhusiana na mimi pamoja na Happiness na familia kina Happiness tunavyoishi. Nikamwambia, sasa huyu girlfriend wangu amenipatia kiasi cha pesa shilingi 3 milioni, akisema kwamba anatamani nipange chumba ili tuwe huru. Unamwamini kiasi gani? Isijekuwa hiyo pesa ameiba nyumbani na ikaja kuletea shida. Hata mimi nawaza mambo kama hayo, na ndio maana sijafanya maamuzi wala kuchukua hatua yoyote. Sijui unanishauri nini? Aliniuliza, unampenda sana huyu msichana? Ni kweli, ni msichana ambaye nampenda sana. Na sio tu kumpenda, ni sehemu ya maisha yangu kabisa. Sasa mimi ngoja nikushauri jambo. Kwa sababu baba yake ndo mtu ambaye anakusaidia, ndo ambaye anakusomesha, ndo ambaye anafanya kila kitu kwenye familia yenu.
Huyu msichana anaweza akakuponza mahusiano ya wewe pamoja na baba yake yakaharibika, ukajikuta unaanza upya maisha wakati ndoto zako bado hujatimiza. Sasa unanishauri nini dada Mary? Kwa sababu hata mimi naogopa sana. Wanasema mapenzi ni upofu. Inawezekana hisia zake za mapenzi tu zinaendesha kufanya maamuzi ambayo hata wazazi wake pia hawako tayari. Mimi ningependa nikushauri kitu kimoja, na sio tu kukushauri, ni sehemu ya kukusaidia. Umesema amekupa kiasi gani? 3 milioni, si ndio? Nikamwambia ndio. Sasa mimi nadhani kupanga chumba na kununua baadhi ya vitu vya ndani haifiki hiyo 3 milioni. Hiyo 3 milioni iache kama ilivyo, usiiguse. Niachie kazi mimi. Mimi nitatafuta chumba mimi mwenyewe, nitakilipia mimi na nitanunua hivyo vitu vyote vya ndani. Halafu wewe utamwambia umeshafanyia kazi ile pesa, ili hata mambo yakiharibika, ile pesa unakuwa bado uko nayo mkononi na unaweza ukairejesha kwa baba yake. Tuko pamoja? Niliguna kidogo. Sasa dada Mary, unasema wewe uingie gharama ya kutafuta chumba na kununua vitu. Hiyo pesa ambayo wewe unatumia mimi nairudisha vipi? Akacheka na kusema, Emily bwana, yaani wewe ni kijana muoga sana. Ni kijana ambaye hauwezi kupita na fursa ambayo unapewa. Mimi sitaki hiyo pesa unirudishie. Ninakusaidia kama ndugu yangu ambaye unanisaidia pia mambo mengi. Si unaona kama hivi unanifundisha kuendesha gari? Nilimwambia sasa hapa tunaweza kuwa tunarudi kule kule. Pesa ambayo amenipa Happiness inaweza kuwa imetoka kwa baba yake. Pesa ambayo unanipa wewe inaweza kuwa imetoka kwa baba mtoto wako ama mumeo. Sasa usalama wangu uko wapi? Mbona ni yale yale? Alisema katika vitu ambavyo unatakiwa uvijue kwangu, ni kweli mimi nina baba mtoto ambaye ananihudumia, lakini mimi pia nina shughuli zangu. Mimi sijakaa kizembe. Mimi sio kama wale wadada ambao hawajafundishwa jinsi ya kutafuta maisha. Hii ni pesa ambayo naitoa mimi kama mimi. Hebu naomba ruhusa basi hata mara moja tu nikusaidie. Moyo wangu ulisita sana, lakini baadaye nikamwambia sawa na kuachia kazi. Aliniuliza tu natamani upate chumba maeneo gani. Nikamwambia kwa namna tulivyokubaliana mimi na Happiness, ilikuwa ni kwamba tukae mbali kidogo na maeneo haya ya Magomeni, kwa sababu mama yangu yupo huku, familia yake pia ipo huku. Sawa, niachie mimi kazi, halafu uone nitakachokifanya. Nilipotoka pale nikaenda moja kwa moja nyumbani kwa kina Happiness, tukazungumza mambo mengi na kujadili yale ambayo tulikuwa tumekubaliana. Kwani baba umefikia wapi? Nilimwambia nimeachia kazi madalali, natafuta chumba ambacho kitakuwa kizuri zaidi, hata ninapolipia isiwe sehemu ambayo ni kero. Nilimwambia unajua Happiness, mimi sipendi kufika sehemu alafu tukaanza kuhamahama, ama nyumba ambayo itakuwa na uswahili mwingi, alafu nyumba ambayo natakiwa niwe nakuwa huru mimi na mwanamke wangu. Alicheka sana na kusema ndio maana nakupenda. Asijue chochote kwamba kuna makubaliano kati ya mimi na Mary tumeyaweka. Baada ya wiki moja mbele, Mary alinipigia simu na kuniambia nina surprise yako. Uko wapi kwanza? Ilikuwa ni siku ambayo hatujaenda darasani. Nilimwambia niko nyumbani, maana ilikuwa ni siku ambayo nimeamua kufanya usafi nyumbani, kufua na kufanya usafi wa mazingira. Unaweza kutoka? Nilimwambia ndio. Basi toka tukutane Ubungo. Nilimkubalia haraka haraka, nilioga, akilini nilijua kabisa pengine ameshapata hicho chumba ambacho aliniahidi kwamba anatafuta. Nilienda mpaka pale Ubungo, tukaingia kwenye bajaji moja kwa moja, ilielekea maeneo yanaitwa Ubungo Msewe. Huku wapi tena Mary? Akasema nataka nikuoneshe upendo nilionao kwako. Tulifika kwenye nyumba ambayo inaonekana vizuri sana kuanzia nje. Nyumba yenye geti kubwa, maua yamepandwa kwa kupangiliwa vizuri. Jamani Mary, mbona pazuri hivi hapa? Akasema ndio hapa sasa ambapo nimekutengenezea mazingira tuliyoongea. Akanipa funguo na kuniambia fungua mwenyewe. Ni geti ambalo kila mpangaji ana funguo zake. Niliingia, ni chumba ambacho kipo upande wa kushoto wa ile nyumba, pembeni kidogo ya nyumba kubwa ambayo ina mpangaji mwenye familia. Nilimwambia mbona kama hapa ni sehemu ya gharama sana? Hapana, wala hata sio gharama. Chumba ni bei ya kawaida kabisa na mimi nimeshalipia miezi 6. Kwa hiyo una miezi 6 mpaka uje udaiwe kodi tena, na hata ukikwama mimi sinipo. Shida yako nini? Fungua chumba chako. Niliangalia mazingira ya pale uwani, nikagundua kuna watu aina 3 ama familia 3 ambazo zinaishi hapa ukichanganya na mimi. Yaani kuna ile nyumba kubwa, kuna hicho chumba ambacho ndo dada Mary ananiambia cha kwangu, lakini upande wa kulia sasa ambapo pia kuna eneo la parking, kuna nyumba nyingine ambayo inaonekana ni kama chumba na sebule. Unashangaa nini? Nilimwambia tu naangalia mazingira ambavyo ni mazuri hapa ndani.
tuna hadi mlinzi? Akacheka na kusema ndio, hii nyumba ina mlinzi ambaye analipwa na mwenye nyumba. Nyinyi wapangaji hamhusiki kabisa kwenye kumlipa mlinzi. Nilipofungua chumba nilishangaa sana kuona dada Mary amejaza furniture, tena za gharama kubwa zenye kuonekana vizuri. TV nzuri kabisa ambayo ilikuwa imewekwa ukutani, kitanda, sehemu ya jiko aliweka makabati, yani kila kitu ambacho kinatakiwa kwa mtu ambaye amepanga kipo ndani. Yani dada Mary mpaka kwenye friji ameweka vyakula na bidhaa mbalimbali ambazo tutazihitaji kwa ajili ya matumizi. Dada Mary, kwa nini umenifanyia mambo yote haya? Hii imegharimu kiasi gani? Akasema nisingetaka hata ujue ni kiasi gani, lakini nataka tu ujue thamani ambayo nimekupa kwenye moyo wangu. Nataka wewe na huyo binti ambaye unasema unampenda mfurahie maisha, au nimekosea? Nilimwambia hapana, hujakosea, lakini sina namna ya kukushukuru. Yani hata sijui niseme maneno gani. Akanipatia mkataba ambao ameandikishana na mwenye nyumba, na baadaye akaenda kugonga kwenye ile nyumba kubwa ambayo kuna familia nyingine wanaoishi pale. Akanitambulisha na kusema huyu ni mdogo wangu na yeye ndo mkazi wa hapa. Kwa hiyo kuanzia leo yeye ndo mmiliki wa hiki chumba. Nilikaribishwa pale na alikuwa ni mdada pia, mtu mzima kidogo ambaye anaonekana anakaa yeye, watoto na dada wa kazi tu. Nilimshukuru sana dada Mary. Nikamuuliza kwa hiyo ninaweza kumleta hapa mwanamke wangu lini? Akasema muda wote, hata mimi nikiondoka sasa hivi ukimuita aje ni wewe tu. Najua una hamu sana ya kutaka kumsurprise, si ndio? Nilimwambia ndio. Nilimshukuru sana kwa ile furaha niliyokuwa nayo, nikajikuta nimemkumbatia kwa furaha. Nilipomkumbatia na yeye hakuacha, akanikumbatia kwa nguvu zaidi. Sasa kumbatio linatakiwa liwe na muda. Nikaona mwenzangu bado amening'ang'ania mwilini, mpaka nikamshtua dada Mary. Vipi? Alipotoka mwilini mwangu niliona ni mtu ambaye kama amepoa kidogo. Una shida gani? Mbona hauko sawa? Au nimekukosea nilipokukumbatia? Hapana. Ungejua hilo kumbatio natamani lingeendelea basi tu. Nilimwambia mimi naogopa sana kukumbatiana na wewe, inaweza kuja kuleta shida hata baadaye. Akaniambia unajua, mimi nimebahatika kupata mtoto na mwanaume ambaye nimezaa naye, lakini siko karibu naye. Muda mwingi mimi nakuwa mpweke. Hakuna mtu ambaye anaweza kunikumbatia kama hivi. Hakuna mtu ambaye tunaweza kukaa na kuzungumza mambo mbalimbali. Ndio maana wewe unapokuwa karibu na mimi najisikia furaha. Naweza kupata tena hilo kumbatio? Nilishtuka kidogo na kuogopa, maana maneno aliyoyazungumza sio maneno mepesi, lakini nikamuitikia haina shida. Nikabaki nimemkumbatia kwa muda mrefu sana. Sasa raundi hii sikutaka nimtoe mwilini, nilimwacha tu mpaka awe huru kutoka mwenyewe. Ilimchukua muda mrefu sana mpaka baadaye ambapo alitaka kwenda maliwatoni. Nikajikuta na tafakari. Alipotoka maliwatoni akaniambia basi ngoja mimi niende. Ninapoendelea kukaa karibu na wewe naona pengine ninaweza kupandisha mashetani. Usiseme hivyo dada Mary, unakosea. Wacha nikuache bwana, ngoja mimi niende zangu. Sijui sasa kama utamuita huyo binti leo ama kesho. Ni wewe mwenyewe na mipango yako, ratiba ulivyozipangilia. Nikamsindikiza mpaka nje, akaita bajaji na kuondoka. Mimi sikutaka kusubiri kabisa, kwa sababu ilikuwa ni kero kwa Happiness. Kila siku akiwa ananiuliza umefikia wapi, umefikia wapi. Nikaona huu ndo wakati mzuri. Nilimpigia na kumwambia guess what, unaweza kupanda gari ama kuchukua usafiri wowote uje mpaka maeneo ya Ubungo Msewe. Kuna nini tena baba? Nikamwambia mama, changamka tu, njoo moja kwa moja mpaka Ubungo Msewe. Kweli alikuja, ingawa kigizagiza kilikuwa kimeshaanza kuingia tayari. Nilimuingiza mpaka ndani, nikamfunga macho kwa kutumia mikono yangu, nikiwa namuongoza njia kwa kumwambia tembea taratibu. Alafu ikifika sehemu ambayo mimi nataka ufungue macho, nitakwambia ufungue. Nilimuingiza mpaka chumbani, nikarudishia mlango, alafu sasa ndo nikatoa mikono na kumwambia open your eyes. Alifungua macho, alionyesha ni mtu mwenye furaha sana. Alifurahi kwa kurukaruka, tena kwa kunirukia kabisa kumbatio uzito na kunipiga mabusu mengi sana kwenye paji la uso. Wewe mwanaume, kweli unajua kunitimizia haja ya moyo wangu. Unajua nilidhani pengine unanipuuzia kile ambacho nimekiomba. Kumbe umefanyia kazi. Nimeelewa kwa nini nimekuchukua muda mrefu kufanya hiki kitu. Wow. Mazingira ni mazuri sana, chumba ni kizuri sana, na hata vitu ambavyo umenunua vya ndani ni vizuri mno. Jamani, hili jambo limenifurahisha. Basi tukajikuta tumekaa na kupiga story tukiwa tunaongea mambo mengi sana. Moyo wako una furaha sasa.
kwamba adhima ya moyo wako imetimia. Aliniangalia tu na kusema, sijui nikwambieje, nikikuangalia na kuona kama mfalme wa maisha yangu. Nikamwambia, hata wewe ni malkia, kwa sababu unanipigania kwenye maisha, lakini pia unanipa furaha sana. Siwezi kupitisha dakika bila kufikiria. Mimi na Happiness tukajikuta tunazungumza maneno mengi tu ya kimahaba, tukiwa tunapeana moyo, kupongezana na kuahidiana mambo kede kede kwenye maisha yetu. Tukajikuta tumepitiwa na usingizi pale. Baadaye mimi nilishtuka, nikaona muda umekwenda. Nilimwamsha na kumwambia turudi nyumbani. Akasema, Uhuru huu, natamani sana nianze maisha ya chuo. Nikianza maisha ya chuo nitapambana sana kumwomba mzee nikae hostel ili niwe huru kuwa nakuja huku na ninalala. Unajua, leo ninatamani sana tubaki pamoja usiku mzima. Basi nilimwangalia tu, nilifahamu kabisa moyo wake unatamani nini, lakini kwa sababu bado ni mtoto wa nyumbani, tena geti kali haswa, nilimhimiza tu na kumwambia, wacha nikurudishe nyumbani bwana, naona akili yako tayari imeshaanza kuwaza mambo mengine. Tulifunga chumba, akaombea pale kwa maombi na kusema, hiki chumba naomba kisije kikaleta mwanamke mwingine yeyote, awe mgeni, awe ndugu, au hata jirani yako tu. Italeta ugomvi mkubwa sana kati ya mimi na wewe. Nikamwambia sawa, na Mungu atanisaidia. Nikamsindikiza nyumbani, ikiwa ndoto ya kwanza ya Happiness imetimia baada ya mimi kuwa nimefanikiwa kupanga chumba. Nawaza tu, ikija kutokea akajua kwamba hii pesa ya kupanga chumba inatokana na mwanamke mwingine na ile pesa ambayo alinipa ipo kama ilivyo, itakuwaje? Nini kitaendelea kwenye simulizi hii ya Emily? Mimi na wewe hatujui, lakini wiki ijayo siku ya Jumanne tutakuja kufahamisha hapa hapa kupitia 92.5 Mjini FM. Naomba nikapitia ujumbe wako mfupi. Anasema, habari kaka MC. Mimi naitwa Shakila, ninatokea Tabata Kinyerezi. Simulizi ni nzuri sana kaka, lakini tunakuomba uongeze siku za kusimulia. Okay, sawa kaka MC Power, mbona simulizi ni siku 2 tu kwa wiki? Okay, haya sawa. Nasema samahani kaka MC Power, mimi okay, sawa, litafanywa kazi hilo ambalo umesema. Habari MC Power. Okay, sawa, nadhani changamoto ni ile ile ambayo mwingine naye kaisema. Anasema, ninaitwa Ima kaka, simulizi zako zinafundisha sana. Sawa, Mwenyezi Mungu akubariki. Unaweza kwenda kwenye YouTube channel ya Mjini FM, vipande vingine huwa vinatumwa pale. Kama mtu alikuwa hajajua tumetoka wapi na tunaelekea wapi, basi kuanzia episode ya kwanza ya simulizi yetu iko pale kwenye YouTube channel ya Mjini FM. Mwambie ndugu jamaa na rafiki aende akasubscribe pale. Mimi naitwa MC Power. Njoo kwenye mitandao ya kijamii, social media handles zangu. Instagram ni MC_PowerTZ, TikTok ni MC Power, lakini pale Instagram unaweza kunifollow pia kwenye account nyingine inaitwa Rubani_TZ. May God bless you. Enjoy the rest of the day. Mimi naitwa Power. DJ Badi anabaki hapa mpaka muda ambao the industry wanaingia. Ciao ciao. Stay safe. Biashara wakati yawezekana ikawa mfanyabiashara mkubwa pia, na mara nyingi huenda ukawa unajiuliza kwa nini bidhaa zako ziwe na alama ya ubora ya ZBS. ZBS, taasisi ya viwango Zanzibar, inakukumbusha umuhimu wa bidhaa zako kuwa na alama ya ubora kwa faida yako. Alama ya ubora katika bidhaa zako itasaidia kuingia kwa urahisi katika soko la ndani na la nje. Itakuwezesha kuhimili ushindani wa soko kwa wakati wote, kumthibitishia mlaji kuwa bidhaa yako inafaa kwa matumizi yake na kukuza jina la biashara yako sokoni, huku uaminifu ukiongezeka kwa wateja. Alama ya ubora itakupa fursa ya kuingiza bidhaa zako katika maduka, supermarket, taasisi kama maskuli, hospitali na kadhalika. Itakuwezesha kupata mikopo ambayo itainua biashara yako. Kwa maoni zaidi, fika katika ofisi za ZBS zilizopo